Tutasoma katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza 6:15. Je, amjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Biblia inasema, je, Paulo anauliza, je, amjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Kwa hiyo kumbe sisi miili yetu ni viungo vya Kristo. Kwa hiyo kama miili yetu ni viungo vya Kristo, lazima tubebe kielelezo cha Kristo. Kristo yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo lazima na sisi viungo vyetu vya nje na vya ndani, yani roho, imuishi Kristo, imfanane Kristo. Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Anauliza. Kumbe mtu unaweza ukavitwaa, yani ukatwaa viungo vyako. Maana hapa anapozungumza azungumzi kwamba mwili wa Kristo kama Kristo, yani mwili wake yeye ambao pale msalabani na baada ya hapo akaenda mbinguni. Hapana, anazungumzia watu ambao waliompokea, ambao walioacha dhambi, ambao waliomuishi yeye. Yani unapookoka ukamkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kumwamini moyoni mwako na kuacha uovu, wewe tayari unakuwa kiungo, wewe unakuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo anauliza, je, viungo hivyo ni vitwae, au mwili wangu ni utwae uwe sehemu ya kahaba? Kwa hiyo kumbe kuna watu wanaweza kutoa viungo vyao ambao ni viungo walivyovitoa kwa Kristo vikawa ni viungo vya kahaba, akavitoa kwa kahaba, vikafanana na kahaba, vikaonekana katika muonekano wao wa kikahaba. Mstari wa 16, hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Hapa anazungumzia yeye aliyeunganishwa na kahaba. Yani kama wewe maisha yako yanafanana na hali ya ukahaba, maana yake wewe umeunganishwa na ukahaba. Au ukiwa unatembea na kahaba, wewe ni kahaba. Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Maana yake sisi tumeunganishwa na Kristo. Sisi na Kristo ni mwili mmoja, ni viungo vya Kristo ndani ya Kristo. 17, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kwa hiyo lazima ujiulize, je, muonekano wako wa nje, je, maisha yako wewe yameunganishwa na Kristo? Na kama ameunganishwa na Kristo, je, yanafanana na Kristo? Kwa hiyo wengi wamekuwa wakisema wameokoka, lakini ukiwaangalia wameunganishwa mwili mmoja na kahaba, si Kristo tena. Na ndio maana nikatoa ushauri hapo mwanzo kwamba kama unatafuta kanisa la kusali, ni vyema ukapiga magoti, kwa sababu leo makanisa mengi yameunganishwa na kahaba. Yani wana mwili mmoja na matendo ya kikahaba na maisha ya kikahaba, sio tena na mwili, sio tena na kuunganishwa na Kristo. Kwa sababu ukiwa umeunganishwa na Kristo, Kristo atataka mavazi yako yawe mavazi yako yawe ya heshima, maisha yako yawe ya heshima mbele ya jamii, kinywa chako kisiwe kinywa cha kutoa matusi na matukano. Yani uishi kama vile Kristo anavyotaka, kwa sababu yeye ni mwaminifu na ni mpole. Anasema lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye. Kwa hiyo lazima ujikague kwamba, je, umeunganishwa na Kristo? Je, wewe ni roho sawa na Kristo? Kwa sababu yeye anasema hakutenda dhambi na wala ndani yake hapakuonekana dhambi. Kwa hiyo lazima wewe kama umeunganishwa naye, dhambi isitajwe katika maisha yako, katika mwili wako, katika roho yako. 18, ikimbieni zinaa. Zinaa ni ya kukimbia. Zinaa sio ya kukemea. Mtu mwingine anasema, Bwana mimi nitakemea. Hapana. Yusufu alikimbia, akaacha nguo. Kwa hiyo lazima ukimbie zinaa. Zinaa inakimbiwa.
Zinaa inakimbiwaje? Kuacha kukaa uchi mbele za watu, kuacha kuvaa mavazi ya aibu mbele za watu, kuvaa mavazi ya heshima. Leo hii kumekuwa na mavazi kama unavyoona. Mtu mwingine anakuambia, mchungaji, sasa nitafanyaje? Ndio niko kazini sasa, ndio nimeajiriwa, niko jeshini, ndio nguo, ndio sare tunazovaa, nitafanyaje sasa? Lazima uchague. Chochote ambacho unakipenda kuliko Kristo, ujue wewe haufai mbele ya Kristo. Na ndio maana nasema, apendaye mama, apendaye baba, huyo anistahili. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakijihami, niko kazini navaa. Nikwambie, iwe ni polisi, iwe ni askari jeshi, mwanamke unavaa suruali, wakati suruali ni vazi la kiume. Ujue wewe uko mbali na mapenzi ya Mungu. Wewe umeunganishwa mwili mmoja na Kaaba, sio Kristo. Japokuwa unaenda kanisani, japokuwa unatoa zaka, japokuwa unaomba, lakini kama unavaa suruali mwanamke au sketi fupi, ujue wewe umetengwa mbali na Kristo, umeunganishwa mwili wako na Kaaba. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakisema kazi, kazi, kazi. Anayejiuza pia ukimuuliza, nakwambia mimi niko kazini hapa, natafuta kazi, natafuta chakula cha watoto wangu. Kwa hiyo unamkuta pale Sinza au Magomeni amevaa kimini, anasubiri bwana mtu yoyote apite pale aende akauze utupu wake, naye yuko kazini pale. Kwa hiyo si kila kazi twaweza kuifanya. Kwa lazima tuangalie ni kazi gani inayompa Mungu tukufu, ni kazi gani ambayo haikuondolei heshima ya Mungu ndani ya maisha yako, heshima ya utu wako katika jamii inayokuzunguka. Ikimbieni zinaa. Kwa hiyo mahali popote ambapo pana kutengenezea mazingira ya zinaa, kimbia, sio mahali pa kukaa. Sema kila dhambi atendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. 19. Hau hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Paulo anauliza, je, hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Sasa niambie, kweli kama mwili wako wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu? Kwanza, neno Roho Mtakatifu maana yake ni roho iliyo takatifu. Je, hilo hekalu ambalo Paulo anasema, je, ya kuwa hujui wewe linafanana kweli na hiyo Roho Takatifu? Muonekano wako, maisha yako, unavyo mbele ya jamii, unavyotenda mbele ya jamii, kweli huo mwili, kweli huo mwili ambao wewe uliouvesha mavazi ya kikaaba unafanana kweli ni hekalu la Roho Mtakatifu? Ni mahali ambapo anakaa Roho Mtakatifu, kwa sababu unaposema hekalu maana yake ni mahali anapokaa, yaani ni nyumba ya Roho Mtakatifu, ni eneo la Roho Mtakatifu, la yeye mtakatifu kufanya kazi katikati yako. Sasa je, kama kweli hilo ni nguo au ni vazi au ni mwili wa Roho Mtakatifu, je, unafanania? Ni swali la kujiuliza. Hata kama uko kazini leo, tumeona kuna manesi wa kike wanavaa suruali, alafu akitoka anakuja kanisani. Nataka niseme, wewe mwanamke, kuvaa suruali ni dhambi, haipendezi machoni pa Mungu. Na unasema ni suruali ya kike. Hapana, kwani suruali yenyewe unapoivaa haikutambulishi kuwa umevaa vazi la kiume? Haikutambulishi. Hata muundo uliotengenezwa, muundo wa zipu nini, unawakilisha mwanaume, lakini leo unasema ni vazi la kike. Ni vazi la kike lililotengenezwa kwa muundo huo unaofanania na wa kiume. Kwa mfano sasa, nikupe mfano. Umetoka zako nyumbani, kazini, umefika nyumbani ukakuta mtoto wako wa kiume amevaa sketi, amevaa kiatu kirefu, amevaa juu anasema wanaziita nini zile, wanaita blausi au yani nguo yote ya kike. Alafu wewe unapita pale unakutana naye labda kwenye uwanja wako wa nyumbani, alafu anatembea kama kwa madaa. Wewe utajisikiaje? Ni mtoto wako wa kiume amevaa sketi, utajisikiaje? Si utagusa hata tumbo ambalo mtoto huyo alitoka, kwamba umefanya nini we mwanangu?
hii hali gani? Mwanangu amekuaje? Utaanza kumpeleka kanisani wamwombee, kwa sababu unahisi ni mapepo yamemvamia ya ushoga. Sasa wewe kwa nini unavaa suruali na unajisikia vizuri? Suruali za kiume wewe kwa nini ukivaa unajisikia vizuri? Kwa nini mwanao akivaa hivyo pengine unaweza ukajisikia vibaya? Vile unavyojisikia wewe vibaya ndivyo Mungu anavyojisikia. Maana yake unapeleka ujumbe kwamba mimi nilitakiwa niumbwe kama mwanaume, nilitakiwa niwe mwanaume, lakini wewe Mungu umenifanya kuwa mwanamke. Kwa hiyo unakataa asili yako kulingana na mavazi ulioyavaa. Kwa hiyo lazima ujirekebishe. Wewe mwili wako ni hekalu na Roho Mtakatifu. Hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mlipewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. 20, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kweli ulivyo, kweli unavyoishi, mavazi unayovaa yanamtukuza Mungu kweli? Wewe mama, wewe binti, wewe kijana, mavazi unayoyavaa yanamtukuza Mungu kweli? Na siku kumekuwa na vijana wahuni wenye wadenge wanavaa visuruali. Unakuta kijana amevaa kisuruali kinabana, makalio yamechomoka hivi. Mwanaume, kweli mavazi unayoyavaa mwanaume na mwanamke, je, yanamtukuza Mungu? Yanampa Mungu sifa? Yanampa Mungu ibada? Au yanatoa ibada kwa mashetani? Yanatoa ibada kwa kuunganishwa mwili, kwa kuunganishwa na roho za ukahaba. Lazima ujitambue. Katika Methali 30:20, hivyo hivyo mwenendo wa mwanamke mzinifu, ula akapangusa kinywa chake akasema, sikufanya uovu. Ninapohubiri hapa, kuna watu wengine watainuka, watasema kuvaa suruali si dhambi bwana, si dhambi bwana, si dhambi bwana, na yeye anavaa na nini? Biblia inasema Methali 30:20, hivyo hivyo ndivyo mwenendo wa mwanamke mzinifu, ula akapangusa kinywa chake akasema, sikufanya uovu. Kwa hiyo wako watakaoinuka, hatufanyi dhambi, sio uovu, sio nini. Biblia inasema mwanamke mdhinifu ndio hivyo, anapangusa mdomo, alafu akiulizwa vipi umekula, sijala, na njaa sana kwa kweli, najisikia na njaa, wakati alikula. Ndivyo inavyotokea. Katika Marko 7:21 anasema, kwa maana ndani ya mioyo ya watu utoka mawazo mabaya, uasherati. Kumbe uasherati unatoka ndani ya nini? Ya moyo. Kwa hiyo ukiona mtu amevaa nguo za kiasherati, amevaa nguo za uzinzi, ndani pameoza. Kwa hiyo hakuna utakatifu eti wa ndani nje papanane hivyo, hapana. Lazima ukitaka kuwa mtakatifu, ndani pawe safi na nje pawe safi, kwa sababu ndani ndipo panapotoka uozo wote na takataka zote. 22, wivi. Manake mwizi anapotaka kuiba huanza kufanya mipango na kupanga ndani ya moyo wake, nitaingiaje pale. Anapita pale nje, anaangalia fensi yako, anaangalia dirisha lako, anaongea moyoni mwake kwamba leo usiku nitapitia wapi na mahali gani ambapo naweza nikapita nikaiba. Na watu wengine wanaweza wakatoka nje wakapita wakamkuta amesimama pale, wasijue ndani ya moyo wake anawaza nini. Kwa hiyo anapokuja kufanya tukio usiku, maana yake ni mapenzi ya moyo wake. Na ili tukujue wewe ni kahaba au tukujue wewe ni muovu, tutakutazama kwa nje, kwa sababu moyo wako hatuujui. Moyo wako anaujua Mungu, kwa sababu uovu wako wa nje ndio umetokana na ndani: wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi. Kwa hiyo wakorofi wote, wagomvi wote, watukanaji kwenye mitandao wote, wakorofi wote, yanaanzia moyoni. Ukorofi, ila, ufisadi, kijicho, kumwonea mtu, wivu, matukano, kiburi, upumbavu, vyote vinaanzia ndani ya moyo. Biblia inasema matukano.
Mtu kabla haja kutukana ukasikia, ndani ndio panaanza kutukana kwamba huyu ngoja nimtukane ili anikome, huyu ngoja nimtukane ili nimkomeshe, nimuonyeshe kwamba hapa mjini hatutaniwi. Anaanza kuzungumza ndani, baadaye unashangaa tusi hilo unashangaa tu matusi yakiendelea. Kwa hiyo mabaya haya yanaanzia ndani. Kwa unapoona mtu nje, unapoona nje kumeoza, ujue ndani kumeharibika zaidi. Kutoka 35 mstari wa 21, wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda, nao wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa kazi ya hema ya kukutania na kwa utumishi wake na kwa hayo mavazi matakatifu. Kumbe kuna mavazi matakatifu, na kama kuna mavazi matakatifu ujue kuna mavazi machafu. Kwa hiyo jeshi na taasisi za kidini, wengi mnavaa mavazi machafu yasiyompendeza Mungu, yasiyomhubiri Mungu, yasiyompa utukufu Mungu. Leo mambo yameharibika sana. Tunahitaji neema sana hili kanisa la Bwana lipate kupona. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila fanyayo mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Na hili andiko pengine umekuwa ukihubiriwa kila wakati, ukiambiwa kila wakati na unalipuuza. Mwanamke asivae mavazi ya mpasayo, maana yake asivae mavazi ambayo mwanaume anayavaa, ambayo mwanaume ndiyo anayoyavaa kila wakati. Katika jamii huwezi ukatembea, hebu toka hapa kuanzia asubuhi mpaka jioni, tembea kila mahali, alafu angalia mavazi anayompasa mwanaume ni yapi. Utakuta ni suruali. Huwezi kukutana na mwanaume ambaye amevaa sketi hata siku moja, kwa sababu sio mavazi anayompasa. Lakini ukitembea katika jamii zetu utakuta wanawake wamevaa mavazi ya wanaume. Yaani katika watu wanaoongoza kukataa asili zao ni wanawake. Wanakataa ngozi zao, japokuwa kuna wanaume pia nao wanaojichubua, wanakataa hata rangi za midomo, wanaweka lipstick, wanakataa hata nyusi, wanakataa kucha zao, wanaweka kucha bandia. Yani ndio wanakataa mpaka jinsia yao kwa mavazi wanaoyavaa. Kwa hiyo kama unataka kumwona Mungu katika maisha yako, wewe mwanamke lazima ubadilike. Wache kuvaa suruali na mambo ya kusema ni tuko kazini. Nataka nikwambie, siku moja utakufa na utashangaa uko kuzimu, na kazi yako haitakusaidia. Kazi yoyote inayokutenga mbali na upendo wa Mungu, mbali na utakatifu, sio kazi. Acha. Kama unaona kama kazi na kusukuma kukupeleka duniani inakupeleka kwenye dhambi, acha. Tafuta kazi nyingine itakayokuweka karibu na Mungu wako. Kuna maisha ya umilele yanaendelea, ndugu zangu. Kwa nini sasa ukubali kuuza uzaliwa wako kwa dengu kama Esau na Yakobo? Mungu akusaidie usivae mavazi yanayompasa mwanaume. Yeremia 4:30, wakati namalizia, nawe utakapotekwa utafanyaje? Ujapojivika mavazi mekundu, ujapojipamba mapambo ya dhahabu, ujapojitia wanja machoni, unajifanya kuwa mzuri bure tu. Wengi wanavaa ili wajifanye wazuri bure tu mbele za macho ya Mungu. Wapenzi wako wanakudharau, wanakutafuta roho yako. Kwa hiyo nataka niseme, mavazi unayoyavaa mwanamke yanayokosa heshima. Vijana mnavaa mavazi yasiyo na heshima. Wachungaji mnavaa mavazi yasiyo heshima. Wachungaji mnavaa mavazi yasiyo heshima. Mbele za Mungu ni machukizo. Miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Chochote unachokivaa ndicho kinachokutambulisha. Unapokutana na askari barabarani anayeongoza magari, utakuta kavaa vazi lake. Vazi gani? Vazi jeupe, unajua huyu ni trafiki.
Unapokutana na mwanajeshi, ili kujua huyu mwanajeshi, utakuta vazi lake alilolivaa linatambulisha huyu ni mwanajeshi. Kwa hiyo mavazi yanatambulisha mtu na aina ya mtu na kazi yake na tabia yake. Kwa hiyo mimi niseme kanisa leo linahitaji neema ya Mungu, linahitaji neema ya Mungu. Watu wanavaa vitu vya aibu, watu wanaishi kama watu wanavyotaka. Mbele za Mungu ni machukizo. Unataka kuiona mbingu, badilisha mavazi yako. Anza kuvaa mavazi ya adabu, mavazi ya heshima, mavazi ya utukufu, mavazi ya ibada, kumpa Mungu ibada kwa ajili ya mavazi. Na tena mwisho nimalizie, unaweza ukavaa kiremba, unaweza ukavaa mavazi mazuri, lakini moyoni mwako ukawa na tamaa mbaya, mawazo mabaya, ndani yako nawaza wizi. Hayo yote hayatakusaidia. Kwa hiyo usiache sheria moja ukafanya sheria nyingine, ukajua ukifanya sheria nyingine utaokoka. Lazima ndani pawe safi, nje pawe safi. Uwe mtakatifu kuanzia ndani, uwe mtakatifu kuanzia nje, ndipo utakapomuona Mungu siku utakapoondoka duniani. Baada ya kusema hayo, niseme wanajeshi wa kike wanaofanya katika sekta mbalimbali au ambazo sekta hizo ambazo zinaruhusu mavazi ya aibu, ni vizuri kuangalia kazi na Mungu ili uweze kumuona Bwana. Mungu akubariki sana, nikutakia wakati mwema. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.